Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Faustin Mafwele amejitokeza rasmi hadharani na kuzungumza na askari wake siku chache baada ya kusambaa kwa taarifa zisizothibitishwa mitandaoni zikidai kutoweka au hata kuuawa kwake. Mnamo Machi 2, 2026, Mafwele alifanya kikao na polisi kata 102 kutoka mikoa ya kipolisi ya Ilala, Kinondoni na Temeke. Kikao hicho kilifanyika katika bwalo la polisi kanda maalum Dar es Salaam, barabara ya Kilwa, Temeke, ambapo aliweka msisitizo mkubwa juu ya kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na jamii ili kudhibiti uhalifu kabla haujatokea. Katika maelekezo yake, aliwataka polisi kata kuzijua kwa undani kata wanazozihudumia, kuanzia mipaka ya kijiografia, shughuli za kiuchumi hadi makundi muhimu ya kijamii. Alieleza kuwa uelewa huo utasaidia kupata taarifa za mapema na kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu. Niwatake polisi kata wote kuzijua vizuri kata zenu. Kupitia ushirikiano na makundi hayo mtapata taarifa mbalimbali ikiwemo za uhalifu zitakazosaidia jeshi la polisi kudhibiti matukio kabla hayajatokea, alinukuliwa Mafwele. Kujitokeza kwake kumekuja kufuatia sintofahamu iliyozuka baada ya ujumbe uliosambazwa mitandaoni na watu waliodai kuwakilisha kundi linalojiita Tanganyika Freedom Fighters TFDF. Ujumbe huo ulitoa madai mbalimbali dhidi yake, ikiwemo tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu, madai ambayo hayajathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Baadhi ya machapisho yalienda mbali zaidi kwa kusambaza taarifa za kupotosha kuhusu usalama wake, hali iliyozua taharuki kwa umma. Februari 24, 2026, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, Jumanne Muliro, alijitokeza hadharani kufafanua suala hilo baada ya kuulizwa na mwandishi wa Mwananchi kuhusu ukweli wa taarifa hizo na alipo Mafwele. Katika majibu yake, Muliro alifananisha madai hayo na riwaya za Shaban Robert, kurejea dhana ya kusadikika, kuashiria kuwa taarifa hizo zilikuwa za kufikirika na zisizo na msingi wa ukweli. Kuonekana kwake hadharani na kuendesha kikao rasmi kumechukuliwa kama jibu la moja kwa moja kwa sintofahamu hiyo. Wakati huo huo, hotuba yake imejikita katika kuimarisha dhana ya polisi jamii kwa kusisitiza ukusanyaji wa taarifa za mapema kupitia ushirikiano na wananchi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, msisitizo huo hauhusu tu kupambana na uhalifu wa kawaida, bali pia kudhibiti athari za taarifa za upotoshaji zinazoweza kuleta taharuki na kuathiri taswira ya taasisi. Kutoka kwenye uvumi wa mitandaoni hadi kurejea hadharani akitoa maelekezo kwa askari wake, Mafwele ameonyesha wazi kuwa yupo kazini na anaendelea na majukumu yake ya kila siku. Swali linalobaki ni iwapo mkakati wake wa kuimarisha ushirikiano kati ya polisi kata na wananchi utafanikiwa kupunguza uhalifu na kukabiliana na upotoshaji wa taarifa unaoweza kuhatarisha utulivu wa jamii. Kwa sasa, taswira ni moja tu: Mafwele yuko kazini na ameanza kwa kutoa maelekezo mazito kwa askari wake.